Mimi naamini ya kwamba Young Africans wana msimu mzuri sana kwa msimu huu wa mwaka 2024 25. Wameweza kucategorize na kuhakikisha kwamba wana maintain ile consistency waliokuwa nayo takriban kwa misimu mitatu mfululizo. For the several days wanachukua back to back ligi kuu ya NBC Premier League, then wana turn back kwenye michuano ya CRDB Federation Cup. Ukiangalia kwa mwaka jana wakati wanacheza final dhidi ya Azam Football Club, you can see they was maintenance na kila kitu ambacho wanachokihitaji kutoka kwao ni kwa ajili ya kwamba kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye hizi tournament ili waweze kutafuta tiketi ya kwenda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya CAF Champions League. Nenda kaiangalia kwa Young Africans kuanzia msimu wa mwaka 2024-25. You see that Young Africans is the best team ambayo inakwenda kucompete with other teams ambazo zinatokea nje ya ardhi ya Tanzania. Go and see like Mamelodi Sundowns, unakuona kwenda kuwaona Young Africans wakiwa na performance ya hali ya juu kweli kweli kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanataka kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. No doubt, nenda kawaangalia Young Africans wanapokuja katika ardhi ya Benjamin William Mkapa, unawaona ni wale ambao mechi zao kadha wa kadha za mwanzoni zilikuwa hazina mushkari vizuri, lakini ukiangalia kwa mechi ambazo zingine zilizokuwa zikifuata, you can see Young Africans walikuwa wakijipambana na kuahidi ya kwamba wana kitu ambacho cha kuonesha kwa Watanzania kwamba wamekwenda kupambana kwenye tournament za CAF Champions League, kwenye michuano ambayo inahusisha vilabu vingi katika mataifa mbalimbali. So kwa upande wangu mimi, ukiangalia hii ni consistency ambayo Young Africans wako nayo, lakini pia vile vile nenda kaangalia baadhi ya wachezaji ndani ya Young Africans, you can see ambacho ninachokizungumza. Ukienda kumwangalia highlights performance ambayo ya jana ameionyesha Duke Abuya, you can see alikuwa na uwezo wa kwenda kuinput na baadhi ya wachezaji ambao wako kwa Singida Black Stars. Hassan Banda unaenda kuona performance yake, lakini pia vile vile nenda kaangalie Maluf Shakei, nenda kamwangalie Morris Chuku, wanaonesha ni namna gani na kitu ambacho wamekijitahidi sana kwa upande wao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwenye tournament za msimu huu basi no doubt wanakwenda kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Lakini nenda kaangalie mpinzani wa namna gani ambaye wanakutana naye katika eneo la kiungo, ambapo jana tuliangalia michuano ya finali ya kombe la CRDB Federation Cup. You can see as me I can talk, ambavyo unapokuja kumuona mtu kama Lydia Ucho, daktari wa mpira, anakuja kufanya kazi yake Mudathiri haya Abbas, you can see the rate performance ambayo alokuwa nayo na anaionesha. You can see kwamba yes, kuna kitu ambacho anakihitaji na anania ya kwenda kudhihirishia umma ya kwamba performance ambayo yuko nayo kwa msimu huu ni no doubt inahitaji hali ya juu kweli kweli. Lakini pia vile vile nenda kawaangalie baadhi ya wachezaji ambao wako ndani ya Young Africans. Naweza kusema ya kwamba ukienda kumwangalia performance ya Pacome Zouzoua Pedro, hakuna namna ambayo hata mmoja anaweza kudoubt ya kwamba performance ambayo imefanywa na Pacome Zouzoua ni performance ya hali ya juu kweli kweli. Si hapo jana tu, hata ukienda kuangalia mechi ya tarehe 25 dhidi ya mtani wao Simba Sports Club, you can go and see the way ambavyo ameonyesha uwezo wa hali ya juu kweli kweli, performance kubwa, na kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye hizi tournament za CAF Champions League ambazo wanakwenda kushiriki kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Na imani ya kwamba Pacome kuna kitu ametunyima radha ambayo tulikuwa tukiitarajia kwa msimu wa mwaka huu 2024-2025. Ni yule Pacome ambaye amekuja kwa msimu wa mwaka jana the way anawaka, then baadaye akaja kastaki kidogo kutokana na majeruhi ambayo aliyapata. Kama unakumbuka, alichezewa rafu dhidi ya Pascal Gadios Msindo, alikaa bench, then the yule Pacome sasa ambayo tunamuona anaanza kuregain na kurudi kwenye tournaments za NBC Premier League. Tulitamani kumuona Pacome huyu ambaye tulimuona tarehe 25 dhidi ya Simba Sports Club. We wish tumuone the same Pacome kwenye tarehe finali kama hile, na Pacome yule azidi kuendelea ndani ya Young Africans. Kwa hiyo hicho kwa upande wangu mimi, hata ukiangalia kuna namna ambavyo Young Africans walikuwa wakimaintain game na kuonesha kwamba ni dhahiri kuna kitu anakitafuta kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Lakini ukirudi tena nyuma kwenye tournament za NBC Premier League, unaona ni Young Africans wametumia nguvu kubwa sana kwenye kuelekea kupambania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Walifikia kipindi mpaka
Simba Sports Club alikuwa on top of the league ambapo alikuwa akiongoza, lakini Young Africans alikuwa akitafuta ni namna gani ambavyo atakwenda kumpick pale Simba na yeye kwenda kukaa juu ili aweze kumaintain ule ubingwa aliokuwa nao. Top performance ambayo ya wachezaji waliokuwepo ndani ya Young Africans unaweza kwenda kuwaona ambavyo walikuwepo wakienda na wanaenda kucompete na wale majiant ambao wako pale. Ukienda kuangalia performance ambayo alionyesha Dickson Job kwa msimu huu, naenda kaiangalie performance ambayo ameionyesha mtu kama Duke Abuya, Mudathiri Haya, Abbas, Alidi Aucho, daktari wa mpira. Lakini pia vile vile nenda kaangalie performance pia katika eneo la goalkeeping la Djigui Diarra. Unaona the rights ni kitu ambacho Young Africans walikistahili kwa ajili ya kukifanya kwa msimu huu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatetea mataji yao yote ambayo waliyashinda mwaka jana. Ukiangalia ngao ya hisani, nenda kaangalie pia vile vile kwenye ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League, as the same kwenye CRDB Federation Cup. So unakiri na kuona kwamba performance ambayo Young Africans walimaliza nayo msimu, mimi naona ndo kwanza Young Africans inaanza kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Labda nitarajie kitu kuona katika msimu ambao unakuja, kama Young Africans watafanikiwa kwenye kuwabakiza wachezaji wao muhimu kama kina Pacome Zouzoua, kama kina Clement Mzize, Maxim pia Nzingeli. Kama Young Africans watafanikiwa kwenda kuwabakiza wachezaji hawa, ninaamini na kuwadhahirisha kwamba kuna kitu kikubwa tutakachokwenda kukishuhudia msimu ujao kwa kuelekea kwa mwaka wa 2025-2026. A lot of performance ndani ya Young Africans, lakini pia vile vile kama wanao pia wafahamu hili ya kwamba Simba nao pia hawatokuja kinyonge kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Why? Ni kwa sababu tayari wamekwisha kuunderstand ya kwamba wameshapoteza ubingwa for the several years back to backs. Lakini pia vile vile ukienda kuangalia the same Simba Sports Club wanachokuwa wanakifanya ni kwa ajili ya kutaka kwenda kutengeneza timu. Lakini mimi naamini ya kwamba kuna vitu ambavyo Simba wenyewe wakikaa chini wanatafakari na kugundua ya kwamba walivikosea kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Ila nadhani ya kwamba Simba hawajafeli sana, kwa maana the way walivyokuwa wakisafisha na kutaka kutengeneza mazingira kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda compete. Ugumu ulipokuwa unakuja ni sehemu moja tu, una kikosi kipya, then unahitaji kukikompare the same kikosi ambacho kipo kwa msimu huu, unataka kwenda kukikompare dhidi ya mazingira ambayo yako katika mazingira ambayo yaliyokuwepo, ambayo ulikuwa unayaona ya kwamba pengine labda hiki tunaweza kwenda kukifananisha na msimu ambao umemalizika. So mimi kwa upande wangu binafsi I can say ya kwamba Simba wana kitu kikubwa sana cha kwenda kuadhirishia mashabiki wao kwa ajili ya msimu wa mwaka 2024-2025, ni kutokana na kwamba na ile performance ambayo walioionyesha. That's why wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kufika mpaka hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Although walikutana na timu ambazo zimeshibana na timu ambazo zina misuli ya kudinda kwenye michuano hii ya CAF Confederation Cup. Wao wakatunisha na kuonesha ukubwa wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. No doubt walifanikiwa, ila tunachokiamini ya kwamba kwa msimu ujao Simba Sports Club wanabidi waje kivingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba